Mpenzi mtazamaji wa Maka TV, niko hapa na meneja bora kabisa wa bendi ya Nyota Njema Modern Taarabu, Medi Perfect, ambaye jana mkurugenzi wake wa bendi Mwamtibu Saidi alizuia channel yetu ya Maka TV kufanya mahojiano na bendi yake. Yani alipiga marufuku jumla Maka TV kufanya mahojiano na wasanii wake pamoja na kuchukua picha za video kwa madai kwamba tumekuwa tukimchafua. Medi, hili umelipokea? Binafsi kama meneja wa bendi ya Nyota Njema Modern Taarabu nimelipokea kwa sababu siku za nyuma nakumbuka kwamba channel yetu ilikuja kufanya mahojiano katika moja ya show zetu. Lakini mwisho wa siku ile interview ilikuja kuzua, naweza kusema kwamba imekuja kuzua taharuki sana kwa wadau. Yaani pia hatua ilikuchafua kwa upande mmoja au mwingine. Ukiangalia mazingira yalivyokuwa, ukiangalia mahojiano yalivyokuwa na ile caption ya kichwa habari ndio ilikuja kutusumbua sana. Mkurugenzi alikaa anaita naambia alikuwa ameshapita, lakini mwisho wa siku ile kitu kilikuwa sana kwa maana na wengine. Kwanza caption ile ya kwamba sijui wasanii wengine wanafanya hivi, hicho ni kitu ambacho kilikuwa sana. Ndio maana pia kwa mkurugenzi alikataza kwa kitu kisifanyike. Lakini mimi kwa nidhamu yangu kwa kufahamu nikasema ndio kesho kwa kuzungumzia kuhusu jambo hili. Lakini anachosemea mkurugenzi wako ni kwamba tumekuwa tukimchafua mara kwa mara kupitia channel yetu, kwamba tumekuwa tukiwaandika vibaya wasanii wake. Lakini hata hivyo hatujui ni video gani ambayo imepelekea mimi kuingia jazba ya namna hii. Pengine labda kwa nini hatua ya awali singechukuliwa hapo ya kukaa na uongozi wa Maka TV ili kwanza kuweka na sawa kuliko hatua hii ya kufanya hiyo. Kwanza binafsi naweza nikasema kwamba si Maka tu ndio kufanya interview hiyo. Unajua bendi ya Nyota Njema Modern Taarabu sasa inafuatiliwa na watu wengi, hususan na wadau wake, na wapenzi, yani ina watu ambao wanafuatilia sana na blog mbalimbali wao tunafanya nazo interview. Lakini sasa hivi taratibu wa Nyota Njema Modern Taarabu tukitaji yote interview kwanza jiongea na mimi mwenyewe. Isifike tu moja kwa moja anatokea eneo la tukio, pengine kwenye show anachukua matukio kama hivi, kwa sababu sisi tushachukuliwa sana. Na unafahamu muziki wa taarabu jinsi ulivyo sasa hivi. Muziki wa taarabu na ushindani, mabendi yameshakuwa mengi, hivyo kila mmoja anavutia kwake. Kwa hivyo nikasema si Maka tu, mpaka blog nyingine zinaendelea kuchafua bendi ya Nyota Njema Modern Taarabu. Sifahamu ni nini, kwa sababu gani na nimesema kwamba sasa hivi bendi nyingi zipo na bendi za taarabu kama unavyosikia zina kasuma na sisi kasuma shamba wa kuchafuana na kuchafuana. Ndio maana sasa hivi blog yoyote ikija kwa sisi tunataka tukaa leo chini tuangalie nadharia ya hiyo interview yake tunafanyaje na caption ambazo tunaona katika hiyo interview. Unafikiri hili la mkurugenzi kuzuia channel za TV kufanya mahojiano ama kuchukua picha za video kwenye bendi yake ina impact yoyote kwenu? Binafsi naweza nikasema kwamba linaweza likawa lina impact au lisina impact kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu gani? Ndio maana mwanzo nilikisia kwamba blog yoyote inayotaka kuja kufanya interview ndio kata kwenye uongozi, na uongozi mwenyewe ambao uongozi wenyewe ni mimi mwenyewe kama meneja. Sio blog inatokea tu moja kwa moja inakuja inarekodi matukio pale, mwisho wa siku tunakuta matukio mengine ambayo sio rasmi yaelezea. Ndio maana nikasema kwamba sio rasmi sana kusema kwamba tunakataa blog au tunakataa kufanya interview yoyote. Na ndio maana sisi tunaona Nyota Njema tukiwa nyimbo siku nyingi kwanza tunaangalia ukubwa muziki wa taarabu unavyokwenda. Haiwezi ikatokea tu from nowhere imetokea blog imekuja imerekodi imefanya hivi, mwisho wa siku tunakuja kukuta matukio YouTube ambayo sio mazuri, anatuchafua kama bendi, kwa sababu bendi tumebrand vizuri, bendi tumeiongoza vizuri, hapo nafikia hatua inatokea blog fulani au anatokea kikundi cha watu fulani wanakuja kuichafua bendi. Binafsi tutapenda kitu. Swali la mwisho meneja Medi Perfect, labda hili limefikia hapa hivi sasa kwa upande wako unafikiri limekaaje? Binafsi naweza nikasema hili kwa sasa hivi liko kwenye uongozi. Umeona, jana nilizungumza na mkurugenzi wangu japo kidogo na kumchochea, na kabla interview hii nilikaa naye pembeni nikaongea naye. Bwana, kwa hichi na hichi. Alichokisema mkurugenzi sasa hivi kwenye kazi kwanza. Tunakaa chini tutazungumza vizuri, na naamini kila kitu kitakwenda sawa. Lakini kikubwa tu anachokipigia vita mkurugenzi wangu ni zile caption ambazo zinakuja kuchukuliwa au inatokea kikundi cha watu au blog fulani zinakuja zinachukua matukio tu, mwisho wa siku unakuta YouTube, kwa sababu sisi YouTube ukisearch kwenye Nyota Njema Modern Taarabu matukio ya kwanza yanakuja kutokea yanakuja ya Maka TV na blog fulani ambayo tuliwahi kufanya nayo interview zinakuja zile kabla ya nyimbo zetu, kabla ya video zetu.
kitu hicho ndio kinatutatiza sana na kinatuumiza. Kwa sababu ndio wengine tunakuja kufanya interview labda interview nzuri, lakini tunapokuja Nyota Njema Modern Taarabu kufanya interview, watu wanakuja kufanya interview, basi anakuwa ni matatizo yanaibua vitu vingi sana ambavyo mwisho wa siku kama bendi vinatuumiza sana. Hivyo basi uongozi tukakaa chini tukazungumza, sisi uongozi na baba anajua mimi kama na Mpenzi mtazamaji wa Maka TV, kama ambavyo mwenyewe umemsikia hapa Medi Perfect, meneja wa Nyota Njema Modern Taarabu, akifanya ufafanuzi juu ya kile ambacho kimetokea siku ya jana, ambapo mkurugenzi wake Mwamtumu Saidi alizuia timu nzima ya Maka TV isifanye mahojiano wala kuchukua picha za video za wasanii wake kwa madai kwamba tumekuwa tukimchafua. Niendelee basi kukusisitiza wewe mpenzi mtazamaji wa Maka TV kuzidi kulike, kukomenti, kushare posti zetu pamoja na kusubscribe pale kwenye kikengele, kwani kwa kufanya hivyo unakuwa unajiweka moja kwa moja kwenye familia yetu na kupata habari zetu mpya kila pale tunapostukia. Maka TV ndo habari ya mjini.